Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika ujumbe kwa njia ya video kwa mkutano wa mwaka wa Baraza la Wakuu wa Mashirika ya Kitawa wa Marekani, Papa Leo wa 14 anakumbusha kwamba kanisa linahitaji wanaume na wanawake waliowekwa wakfu kwa sababu ya uchangamfu wao na ushuhuda wao wa maisha yanayomhusu Yesu, na wanaweza kuchangia katika kuamsha ulimwengu. Vilevile Baba Mtakatifu alituma ujumbe uliosainiwa na Katibu Mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini kwa washiriki katika mkutano wa kitaifa wa vijana unaofanyika kuanzia Agosti 11 hadi 16 huko Ostrava, Jamhuri ya Czech. Wito wake ni kumgeukia Yesu kwa imani ambaye ameshinda ulimwengu. Aidha, Agosti 22 itakuwa maalum kwa ziara ya kichungaji katika Jamhuri ya San Marino, ambapo Papa Leo wa 14 atakutana na mamlaka, ataongoza misa katika kanisa kuu, na huko Rimini atatembelea mkutano wa urafiki kati ya watu na kusimama katika maonyesho mawili ya Mtakatifu Agostino na Leo Hamel. Kisha atakutana na wagonjwa, walemavu na maskini wakisaidiwa na Karitasi katika kanisa kuu na misa katika ufukwe wa bandari. Ziara ya faraga kwa watawa wa Penabili imepangwa. Habari zina nyingine hutapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angella Rwezaula anakukaribisha. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa linahitaji wanaume na wanawake watawa na utofauti na utajiri wote wa aina za utakaso na huduma wanazowakilisha, kwa sababu kwa nguvu zao na ushuhuda wa maisha yanayomlenga Yesu wanaweza kusaidia kuamsha ulimwengu. Kwa hivyo pamoja tutaweza kukabiliana na utandawazi wa kutojali na kutokuwa na uwezo wa tiba ya upendo na huruma ya Kristo. Kwa maneno hayo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ananukuu hotuba ya washiriki wa Jubilei ya Watawa iliyofanyika tarehe 10 Oktoba 2025, akiwaelekea kwa njia ya video kwa lugha ya Kiingereza watawa waliokusanyika huko Orlando kwa ajili ya mkutano mkuu wa Baraza la Wakuu wa Mashirika Makuu nchini Marekani katika fursa ya miaka 70 ya kuanzishwa kwao. I likewise offer prayerful good wishes to the women and men religious from various congregations throughout the Americas who are participating in this year's event. Katika ujumbe wake, Papa anawasalimia wote na kuwatakia heri wanaume na wanawake wa makanisa mbalimbali nchini Marekani wanaoshiriki katika hafla hiyo ya mkutano huo kwa mwaka huu. Even though you come from communities with different histories and apostolates, it is important to remember the need to foster unity within and among your institutes as well as in the broader church. Ijapokuwa mnatoka katika jumuiya zenye historia na utume tofauti, ni muhimu kukumbuka haja ya kukuza umoja katika taasisi zenu na katika kila mmoja wenu, na pia katika kanisa kwa ujumla, Papa Leo alisema na kuongeza, Wakristo wote wameitwa kuwa wajenzi wa ushirika wa Kristo ambao unafanyika katika kanisa la sinodi, ambamo kila mtu anashirikiana katika utume sawa kulingana na karama na huduma yake. Kwa namna ya pekee, Papa Leo wa 14 anabainisha kwamba washiriki wa maisha ya kitawa wanaitwa kuwa wataalamu wa sinodi kwa sababu ya fursa za kuifanya kazi inayotolewa na maisha ya jumuiya na pia kwa jinsi ya mashirika yenu yalivyopangwa. Papa anasisitizia watawa hao na kuongeza, nilifurahi kusikia kwamba taratibu za mkutano mkuu zitajumuisha njia ya sinodi ya kusikiliza, kujadili na utambuzi kwa uwazi na nia ya kuelewa kile ambacho wengine wanasema. Ni tumaini kwangu kwamba kupitia muundo huu wa mazungumzo ya kidugu na ya kupokea mtaweza kutambua kile ambacho Roho Mtakatifu anasema kuhusu sasa na mstakabali wa maisha yaliyowekwa wakfu katika mataifa mnayohudumia. Hasa kupitia karama nyingi zilizotolewa na Roho Mtakatifu katika historia yote, wanawake na wanaume waliowekwa wakfu wamesaidia kufanya utume na fumbo la kanisa kuonekana katika ulimwengu wetu. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo wa 14 katika hilo amewapongeza
kwamba katika suala hilo ninatoa shukurani kwa michango endelevu ya taasisi zenu katika nyanja za uinjilishaji, elimu na kuwatunza maskini na waliotengwa, kwa kutaja machache tu. Mnapotafakari mada yenu isemayo karama ni nyingi, roho mmoja, wito mmoja, ninasali kwamba mtakumbuka kwa njia ya pekee karama husika. Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba kanisa linawahitaji ninyi na utofauti wote na utajiri wote wa aina za utakaso na huduma mnazowakilisha, kwani kwa nguvu zenu na ushuhuda wenu wa maisha yanayomlenga Yesu mnaweza kusaidia kuamsha ulimwengu. Kwa hiyo pamoja mtaweza kukabiliana na utandawazi wa kutojali na kutokuwa na nguvu kwa tiba ya upendo na huruma ya Kristo. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu leo anaendelea kukazia kuwa ili kukuza ustawi halisi wa maisha yaliyowekwa wakfu, kufanya kazi ili kukuza miito ya kitawa ni muhimu sana, kama wengi wetu tulivyopitia kibinafsi. Kwa hiyo akiwa anaelezea yeye kama mtawa, wito wa Kristo wa kumfata kwa moyo usiogawanyika kupitia viapo vya umaskini, usafi wa moyo na utii huleta furaha, amani na utimilifu. Leo hii licha ya kuongezeka kwa udini duniani, pia kuna njaa inayoongezeka ya Mungu. Hakika kama nilivyoona hivi karibuni wakati wa ziara yangu ya kitume ya kwenda Hispania, vijana na watu wazima wanagundua upya imani ya Kikristo, labda baada ya kipindi maishani mwao ambacho walikuwa wamejitenga na Mungu. Baba Mtakatifu alisisitiza, In your interactions with the young people, therefore, try to seek ways to introduce them to your way of life and help them to hear the voice of the Lord who speaks to us in the depths of our hearts. Kwa hiyo alisema, ni katika mwingiliano wenu na vijana, katika kujaribu kutafuta njia ya kushirikiana nao, njia yenu ya maisha, na kuwasaidia kusikia sauti ya Bwana anayezungumza nasi kwa kina cha mioyo yetu. Baba Mtakatifu ameomba wawatie moyo na kuwa na ujasiri wa kumjibu Yesu ambaye ukarimu wake hauwezi kupitwa, ili wao pia waweze kushiriki furaha inayotokana na kufuata wito wake. Kwa hisia hizo, Papa Leo wa 14 alibainisha, ninawatakia mkutano wenye matunda na kuhakikishia ukaribu wangu wa kiroho. With these sentiments, I wish you a fruitful gathering and assure you of my spiritual closeness. I entrust the work of your assembly to the maternal protection of Mary, Mother of the Church, that she may intercede for all of you and for the communities which you represent. Ninakabidhi kazi ya mkutano kwa ulinzi wa Mama Maria, mama wa kanisa, ili aweze kuwaombea nyote na kwa jumuiya zote mnazowakilisha, na Mungu Mwenyezi awabariki, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa mwaliko kwa washiriki katika mkutano wa kitaifa wa vijana ulioanza Agosti 11 huko Ostrava, Jamhuri ya Czech, na unaendelea hadi Dominika tarehe 16 Agosti 2026. Katika ujumbe huo, Papa anawasihi wawe karibu kwa bidii uwepo hai wa Kristo na nuru ya neno lake, ili kuwa mashuhuda wa upendo wake katika familia, katika jamii na katika mazingira mbalimbali ya maisha, kazi na masomo. Hawa ni zaidi ya vijana 3,000 wa kiume na kike wenye umri wa miaka kuanzia 14 hadi 26 wanashiriki. Katika ujumbe uliosainiwa na Katibu Mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini, ulioelekezwa kwa Askofu Mkuu Joseph Naski, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Czech, Papa anatuma salamu zake za upendo kwa washiriki wote na anawatia moyo kumgeukia Bwana Yesu kwa imani, ambaye ameshinda ulimwengu. Katika maandishi yanasomeka kwamba Mwokozi anaendelea kuongoza njia ya wanafunzi wake wote, akiwapatia tumaini, furaha na amani mioyoni mwao. Kwa hivyo mwaliko kwa vijana ni kuwa mashuhuda wa upendo wa Mungu katika kila nyanja ya maisha na jamii. Kwa wote, Papa Leo wa 14 anawahakikishia ukumbusho wa Baba katika sala, na anatuma baraka zake za kitume, akitamani tukio hilo liwe na matokeo mazuri, fursa ya kuzaliwa kwa urafiki mpya na wa kweli katika Bwana. Mlinde Baba Mtakatifu na kanisa lako. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ziara ya kichungaji ya Papa Leo wa 14 katika Jamhuri ya San Marino na Rimini mnamo tarehe 22 Agosti 2026 ni fupi lakini imejaa matukio. Pia atasimama kwenye mkutano wa urafiki miongoni mwa watu, tukio la kiutamaduni linaloandaliwa kila mwaka na harakati ya Comunione e Liberazione, yaani umoja na ukombozi, katika mji wa Rimini, mkoa wa Emilia Romagna, kuanzia Agosti 21 hadi 26, 2026.
2026 lenye kauli mbiu upendo unaosonga, jua na nyota nyingine. Ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu ilichapisha ratiba rasmi Jumatano tarehe 12 Agosti 2026. Ndege itaruka saa 2 kamili asubuhi kutoka kituo cha helikopta cha Vatikani. Baada ya safari ya saa 1 ya ndege, Papa atatua katika uwanja wa ndege wa Toracha, Jamhuri ya San Marino, na kuhamia Piazza della Libertà, yaani uwanja wa uhuru. Katika uwanja wa Jamhuri, Papa atakutana na makatibu wa nchi kwa kufuatiwa na mkutano wa faragha na kapteni anayeongoza nchi katika ukumbi wa baraza la 12. Kitabu cha wageni mashuhuri kitasainiwa hapo, na saa 4:40 asubuhi mkutano umepangwa katika ukumbi wa baraza kuu. Baada ya hapo Papa atatokea kwenye uwanja kupitia dirisha la ukumbi wa Jamhuri kwa salamu na baraka ya kitume. Kisha ataelekea kwenye basilika ya San Marino, yani Mtakatifu Marino, ambapo atakaribishwa na Askofu Domenico Beneventi wa San Marino, Montefeltro na Gambera wa basilika hiyo, Padre Marco Mensanti. Ibada ya misa itafanyika pamoja na kuheshimiwa kwa masalia ya Mtakatifu Marino mbele ya mapade, watu waliowekwa wakfu na wawakilishi wa maisha ya kikanisa ya jimbo. Saa 6:15 mchana Papa atawasalimu waamini katika uwanja huo na kuwaaga wenye mamlaka. Papa Leo wa 14 pia atafanya ziara ya faragha kabisa kwa jumuiya ya monasteri ya Mtakatifu Antoni wa Padua ya watawa wa Kiagostiniani huko Penabil. Utawa huo ni mahali ambapo wakati wa vita vya pili vya dunia watawa walijibu ukatili wa vita kwa kufungua milango yao kwa jumuiya mbili za watawa ambao Wajerumani walitaka kuwafukuza Ujerumani, na kwa wasichana wa familia za watu waliohamishwa kutoka Rimini. Leo hii jumuiya hiyo ina watawa 11 wenye nadhiri za daima na 2 wenye nadhiri za muda na aspiranti mmoja. Kutua kwa helikopta ya Papa kwenye maonyesho ya Rimini kumepangwa saa 8:45 mchana. Papa atatembelea maonyesho mawili, lile la Mtakatifu Agostino na lile la Leon Hamel. Pia kutakuwa na njia ya kwenda katika kijiji cha watoto. Kutoka hapo kutakuwa na salamu kwa washiriki wa mkutano, ikifuatiwa na mkutano katika ukumbi mkuu saa 10 kamili jioni. Papa pia anatarajiwa kuwa katika kanisa kuu la Rimini, ambapo atawasili hapo saa 11:30 jioni. Hapo atakutana na wagonjwa, walemavu na maskini wanaosaidiwa na Caritas jimbo. Kwa hiyo uhamisho hadi uwanja wa bandari, ambapo Papa ataongoza misa saa 12:30 jioni. Ziara hiyo itaisha saa 2 kamili usiku na kurudi mjini Vatikani inatarajiwa kufika saa 3 kamili usiku. Jordan imeanza maandalizi ya sherehe ya milenia ya pili ya ubatizo wa Yesu Kristo zitakazofanyika mwaka 2030. Siku ya Jumatatu tarehe 10 Agosti 2026, Waziri Mkuu wa Jordan Bwana Jafar Hassan aliongoza mkutano wa kwanza wa kamati ya kitaifa inayohusika na kusimamia tukio hili muhimu la kidini na kihistoria. Kamati, kulingana na taarifa ya serikali, inaundwa na mawaziri, viongozi wa kidini na jamii na wawakilishi wa taasisi husika. Inatumika kama kitovu cha kitaifa na maandalizi ya usimulizi wa sherehe hizo, na inawajibika kwa kutengeneza sera na miongozo ya jumla, kuratibu shughuli za kimataifa za uhamasishaji na taratibu za kitaifa, na kupanga matukio ya maadhimisho ya miaka. Wakati wa mkutano huo, Waziri Mkuu Hassan alisisitiza hitaji la kuanza mara moja maandalizi sambamba na maagizo ya Mfalme Abdullahi wa Pili ili kuunga mkono mpango ulioteuliwa na baraza la viongozi wa makanisa huko Jordan na kuzingatia mpango kamili na ratiba inayofafanuliwa wazi. Alisema zaidi kwamba ukumbusho wa milenia ya pili ya ubatizo wa Kristo unaonesha heshima ya kihistoria na kidini ya Jordan na jukumu lake kama mahali pa kimataifa pa hija ya Kikristo, huku pia akisisitiza ujumbe wa ufalme wa kuishi pamoja, heshima kwa wengine, amani, upendo na udugu wa kibinadamu. Hassan pia alisema kwamba serikali inakusanya rasilimali zote zinazopatikana ili kuunga mkono tukio hilo, akielezea kama fursa ya kuimarisha nafasi ya Jordan kama nchi ya urithi wa kidini na mahali pa kimataifa kwa mahujaji wa Kristo. Wakati wa mkutano huo, mipango ya mfuko wa maendeleo wa ardhi iliyo karibu na mahali pa ubatizo kwa mipango kadhaa ilipitiwa, ikiwa ni pamoja na kijiji cha mahujaji na wageni wa Kristo, jumba la makumbusho lililowekwa wakfu kwa ajili ya ubatizo, ukanda wa kijani kibichi na uboreshaji wa miundombinu ya eneo hilo. Washiriki pia walisisitiza umuhimu wa kuanzisha kamati ndogo maalum ili kusimamia utekelezaji wa mipango na kuhakikisha kufikiwa kwa malengo yaliyowekwa kwa usaidizi wa wataalamu.
Kamati ya kitaifa ya maandalizi ya sherehe ya milenia ya pili ya ubatizo wa Kristo wa mwaka 2030 inaongozwa na waziri mkuu. Wajumbe wake ni pamoja na mawaziri wa mawasiliano, mambo ya ndani, uchumi wa kidijitali na ujasiriamali, pamoja na utalii na urithi wa utamaduni. Mjumbe huyo pia anajumuisha Askofu Christoforos Atala, askofu mkuu wa Kiorthodoksi wa Ugiriki wa Jordan, askofu mkuu Iyad Twal wa Upatriaki wa Kilatini huko Jordan, askofu mkuu Hosam Nauom, askofu mkuu wa Kianglikani, askofu Muni Byounan, askofu wa zamani wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa mfuko wa maendeleo ya eneo la ubatizo, mkurugenzi mkuu wa tume ya eneo la ubatizo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kitaifa ya utalii ya Jordan, Nadim Al-Mawasher, Osama Imse na Basem Fajar. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo, CPS. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, ujumbe wa Baraza la Kipapa la Ibada, Nidhamu na Sakramenti za Kanisa katika maadhimisho ya kongamano la pili la kimataifa la wanaliturujia wa Afrika kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 9 Agosti 2026 Kurasini, Dar es Salaam nchini Tanzania, uliotolewa na Kardinali Arthur Roche, mwenyekiti wa baraza, alisema kwamba utamadunisho wa liturujia unapata msingi wake hasa katika fumbo la umwilisho, kama vile neno wa milele wa Baba alivyotoa hali halisi ya kihistoria, kitamaduni na kibinadamu. Vivyo hivyo liturujia inaitwa kudhihirisha fumbo la Kristo kupitia lugha, ishara na mitindo inayoeleweka na yenye maana kwa kila taifa. Mwana wa Mungu hakujifunua kwa namna ya kinadharia, badala yake alichukua lugha, ishara, alama, utamaduni na hisia halisi za kibinadamu. Kwa sababu hii liturujia ambayo kwa njia ya sakramenti inaendeleza kazi ya Kristo Yesu katika historia yote haiwezi kubaki kuwa ngeni kwa maisha na tamaduni za watu. Inatumia uhalisia wa kimwili na wa kibinadamu ili kuleta uwepo wa Mungu siku hadi siku. Vitu vya asili kama maji, mafuta, divai na mkate vinaunganishwa na ishara kama vile kuweka mikono na ishara ya msalaba na maneno yaliyoongozwa na maandiko au yaliyotamkwa na Kristo Yesu mwenyewe. Hivyo kupitia ninakubatiza, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, au ninakuondolea dhambi zako, tunashiriki katika kazi ya wokovu ya Kristo Yesu. Kwa kweli, katika liturujia utakaso wa mwanadamu unaashiriwa na ishara zinazotambulika kwa hisia. Liturujia inahifadhi kile wanafunzi wa jumuiya ya kwanza wa Kristo walichokiona, kusikia na kupokea kutoka kwa Bwana. Kila utamadunisho halisi lazima uanzie kwenye uzoefu huu wa kimsingi. Si suala la kuunda liturujia mpya, bali ni kuruhusu fumbo lililopokelewa kutoka kwa mitume lipate udhihirisho wa kweli katika maisha ya watu. Kwa kuzingatia tafakari hizi, inakuwa wazi kwamba utamadunisho ni mabadiliko ya kina yanayotokea karibu kwa mtindo wa kunyonyana, yaani osmosis kwa lugha ya wenyewe, wakati fumbo linaloadhimishwa linapokutana na utamaduni ambao hadi wakati huo ulikuwa haujalizoea. Hivyo basi, utamadunisho halisi si nyongeza tu ya nje ya vipengele vya kitamaduni na asili kwenye liturujia, wala hauhusishi kuanzishwa vipengele vipya vya sherehe au kutafsiri tu matini za kiliturujia katika lugha asili. Ni jambo la kina zaidi, mkutano kati ya Mungu aliyepo kisakramenti na historia, utamaduni na roho hasa ya watu. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakumbusha kwamba ni lazima kufafanua kwamba utamadunisho haulingani na kufanya tamaduni kuwa takatifu au kuzipitisha kama mfumo mkuu wa kufasiri ujumbe wa Injili, wala hauwezi kupunguzwa kuwa mlinganyo unaokwenda na wakati au urekebishaji wa kijuujuu tu wa ujumbe wa Kikristo, kwani hakuna utamaduni hata uwe na thamani kiasi gani unaoweza kulinganishwa tu na ufunuo au kwa kigezo cha mwisho cha imani. Kuhalalisha kila kitu kilichopo kitamaduni au kutetea vitendo, mitazamo ya ulimwengu au mitindo inayopingana na Injili na utu wa mtu itakuwa ni kupuuza kwamba
Kila utamaduni kama ukweli wowote wa kibinadamu lazima uangazwe na kubadilishwa na neema inayobubujika kutoka katika fumbo la Pasaka la Kristo. Badala yake, utamadunisho ni mchakato unaodai na kutakasa, ambapo kwayo Injili, huku ikibaki bila kubadilika katika ukweli wake, inatambua, kupambanua na kuchukua mbegu za neno zilizopo katika tamaduni, na wakati huo huo inatakasa na kuinua maadili yake ya kweli, ikiziweka huru kutoka kwa kile kinachofifisha au kuharibu taswira yake. Mbegu hizi za neno kama alama za utendaji wa awali wa Roho zinapata katika Kristo Yesu kigezo cha ukweli na utimilifu wake. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, makanisa mahalia barani Afrika leo yanawakilisha moja wapo ya mazingira yenye matunda zaidi kwa maendeleo ya utamadunisho wa liturujia. Utajiri wa ishara wa tamaduni za Kiafrika, umuhimu wa mwili, thamani ya jamii na hisia za matakatifu na sherehe hufanya ardhi hii kuwa mwafaka kwa liturujia iliyo hai na shirikishi. Katika jumuiya nyingi za Kiafrika, maadhimisho ya kiliturujia hayaonekani kama tendo rasmi tu, bali kama tukio kamili linalohusisha mtu mzima, mwili, hisia, uhusiano, kumbukumbu na matumaini. Wimbo, ngoma, mdundo, ukimya na ishara za ibada ni lugha asilia ambazo kupitia hizo fumbo la Kikristo linapata udhihirisho wa kweli. Hisia hii ni zawadi ya ajabu kwa kanisa zima. Inatukumbusha kwamba ushiriki wa kimwili si jambo la pembeni. Mwanadamu humwabudu Mungu kwa nafsi yake yote. Uzoefu katika nchi mbalimbali za Afrika unaonyesha kwamba utamadunisho unapoongozwa ipasavyo, si tu unafanya liturujia kueleweka zaidi, bali pia unachangia katika uinjilishaji wa kina zaidi unaowawezesha waamini kutambua kwamba Injili siyo ngeni kwa utambulisho wao, bali ni utimilifu wake. Michakato ya utamadunisho inahitaji muda, kujifunza sala, matarajio na tathmini. Haiwezi kubuniwa haraka au kulazimishwa. Jumuiya zinazosali lazima zisindikizwe kwa busara na hekima ya kichungaji katika ukuaji wa kiroho, maendeleo ya kikanisa na kuongeza ufahamu juu ya umuhimu wa fumbo linaloadhimishwa. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, hii ni sehemu ya ujumbe wa Baraza la Kipapa la Ibada, Nidhamu na Sakramenti za Kanisa katika maadhimisho ya kongamano la pili la kimataifa la wanaliturujia wa Afrika. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, wanaliturujia wametakiwa kuandaa wataalamu wa liturujia katika ngazi na maeneo mbalimbali mijini na vijijini, ambao watawajengea waamini uelewa juu ya kile wanachotakiwa kuzingatia wakati wa adhimisho la ibada ya misa takatifu, tofauti na ilivyo kwa sasa, ambapo baadhi ya maeneo wanaliturujia wamekuwa wakiwinda makosa badala ya kutoa na kujenga uelewa. Rai hiyo imetolewa na Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Askofu Wolfgang Pisa, wakati wa adhimisho la ibada ya misa takatifu ya kufunga kongamano la pili la utamadunisho katika liturujia barani Afrika, iliyoadhimishwa tarehe 9 Agosti 2026 kwenye kanisa la parokia ya Kristo Mfalme Tabata, Jimbo Kuu Katoliki, Dar es Salaam. Amesema lengo la liturujia iwe ni kuwatafutia waamini utakatifu badala ya kuwawinda makosa ya kiliturujia, jambo ambalo amesema litafanikiwa endapo wanaliturujia katika nchi na majimbo husika wataandaa wataalamu katika ngazi mbalimbali ili kuwa karibu na waamini na kuwaeleza wanayotakiwa kufanya wakati wa maadhimisho ya kiliturujia. Daima utakatifu wa liturujia ubaki na pale pale, na mwisho wa siku maadhimisho yake yatufikishe mbinguni. Wana liturujia, msiwinde makosa, kwani lengo si kutafuta makosa. Hata hivyo, kuweni makini, kwani kwa sasa kuna usasa mwingi ambapo vitu vinabadilishwa kila siku. Hivyo ni wajibu wenu nyie wataalamu kuhakikisha kanisa linabaki kwenye utakatifu wake, amekazia.
Liturujia iwe kwa ajili ya kuwatafuta na kuwarudisha waliopotea, kuwafariji waliojeruhiwa na wenye mahitaji mbalimbali, lakini pia kuwafanya waamini kuwa huru kuzungumza kiroho na Mungu wao, na hasa kuwezesha waamini kurudi kwenye utamadunisho kwa kuingiza tamaduni nzuri kwenye liturujia bila kuingiza usasa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa utamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kufanya Injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na uzoefu wa watu mahalia. Hii ni changamoto kwa wanataalimungu kuzama zaidi katika fumbo la Mungu kwa kuangalia maelekeo mbalimbali ya imani ya Kikristo sanjari na kutafuta lugha mpya zitakazosaidia kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa mataifa, na hivyo kuzamisha mizizi yake katika historia ya mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema taalimungu ni kwa ajili ya huduma ya kutangaza na kushuhudia Injili ya Kristo Yesu, changamoto na mwaliko kwa wanataalimungu kufanya kazi kwa umoja na ushirikiano ili kuendeleza maisha na utume wa kanisa ulimwenguni. Malezi na majiundo ya kitaalimungu si kwa ajili ya wateule wachache, bali ni kwa ajili ya watu wote wa Mungu, kwa kuwawezesha waamini kupata nyenzo za kutangaza na kushuhudia Injili katika medani mbalimbali za maisha. Akizungumza wakati wa kufunga kongamano hilo, mratibu wa kongamano hilo Abate Olivier Marie amesema suala la utamadunisho katika liturujia kwa sasa sio hiari, bali ni suala linalotakiwa kuwekewa mkazo, na ushuhuda unatakiwa kuhusisha sala na matendo. Hivyo akatoa rai kwa washiriki wa kongamano hilo kuwa mbegu yenye tija, lakini akiweka mkazo kwamba utamadunisho unaolengwa ni ule unaolinda tunu za Kanisa Katoliki Afrika na dunia katika ujumla wake. Lakini pia akatumia nafasi hiyo kulitangaza jiji la Luanda nchini Angola kuwa mwenyeji wa kongamano la 3 la utamadunisho wa liturujia Afrika kwa mwaka 2028, huku akiwatakia washiriki hao safari njema na maandalizi ya kongamano lijalo, na kwamba daima liturujia itahakisi maisha halisi kwa kuleta furaha na amani katika kanisa na jamii kwa ujumla. Naam, ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kwa niaba ya Delfina Rubiema kutoka Dar es Salaam aliyeandaa makala haya kutoka studio za redio Vatikani, kwa kunogeshea yote hayo kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padri Richard Mjigwa. Nam, mpendwa msikilizaji wa redio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angella Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.